hapa kwamba miongoni mwa vitu ambavyo tunavifanya na ni malengo ya kikundi pamoja na kumsaidia mwanachama pale anapokuwa labda kafiwa, si ndio? Si mojawapo hiyo. Na wengi kabisa kwenye vikundi vyetu vya kijamii vingi vinalenga pale mtu ambapo amepata msiba, wanakwenda wanashiriki, wanatoa michango yao rambirambi, lakini kikundi makini kinakwenda zaidi ya hapo. Sasa mimi kwa kuwa mnaalika na mimi nitashare na ninyi ushauri ambao pia kwa kuwa mnamshauri, mimi nashauri lakini namshauri na ataongeza kwenye ushauri wake, si ndio Wakati nimefika hapa MC alisema kwamba nilikuwa sisikii, nilikuwa naongea na simu. Wakati alisema hivyo, nasema mkoa alikuwa anaongea na simu. Kuna mtu mmoja alikuwa anamtafuta, nilikuwa nampigia nijue yuko wapi, ili na yeye aje anikute hapa naye tushiriki pamoja hapa. Ilikuwa ni sababu kwa nini alikuwa anamtafuta, na hili ndio nataka nizungumze. Nilikuwa namtafuta aje hapa kwa sababu kuna kikundi kingine kama hiki, lakini sio kama hiki, tunatofautiana, lakini kuna mahali ambapo kupitia jinsi nilivyoona nalenga na ninyi mfike. Kuna kikundi kimoja cha mikoba, wanasema ni kikundi cha mikoba ya dini mbalimbali. Kuna mwanachama mmoja wapo kwenye kikundi hicho, kinaongozwa na miongoni mwa viongozi wao pamoja na bwana anaitwa Masote, ambaye ni mwanachama anyoshe mkono. Bahati nzuri hayupo, kwa hiyo hakuna kujirudia haya ninayosema. Chama kile mwaka jana walikuwa na mkutano mkuu. Mkutano mkuu walifanya Makongorosi. Mgeni rasmi ambaye waliniambia walikuja kwangu kuniomba nimwalike, maana kwa uzito wa nafasi yake waliniomba nipitishe barua ya kumwalika Mheshimiwa Tulia Ackson, wakati huo akiwa ni spika wa bunge. Hiyo ni mwaka jana. Tukaenda, tulimwalika na akaja. Tulipokuja tulifanya shughuli yetu pale Makongorosi, wanapata Dubai. Idadi ya watu waliokuwepo pale, wale wanachama, kwanza tuzungumzie idadi ya wanachama wa kikundi kile ama wa hiyo mikoa. Wanachama zaidi ya 2000 mpaka sasa hivi, wanachama zaidi ya 2000. Sasa wale wana kitu wanaita amana, lakini kuna kile kiingilio. Sasa wametengeneza, wanakusanya, wanataratibu wa kukusanya fedha, alafu zile fedha wanakuja tena wanakopeshana. Ndio vizuri. Wanafanyaje? Wanakopeshana. Nisikilize vizuri. Katika kukopeshana kunakuwa na mzunguko wa ile fedha kwenye vikundi. Vinakwenda na sasa mimi nikakaa nao, nikawa na wajaribu kuwadadisi. Nikawauliza, ninyi kwenye utaratibu wenu hivi mnapokopeshana, hakuna mtu mkopesha labda mshindwa kurejesha nini? Wakati wakaniambia hiyo tatizo hawana. Wanachama wao hawana shida kukopeshana, lakini wamekwenda kufika mbali kimoja alikopa mpaka milioni 20, milioni 30, milioni 40 kutegemea na shughuli ambayo amewathibitishia kwamba atakwenda kuifanya. Tuko pamoja Sasa kwenye akiba nataka nizungumzie swala hilo. Wewe niache kwanza hiyo. Watu watataka kusikia habari ya pesa. Kwenye lile tukio nilikuwa nawaambia watu waliokuwepo, wanachama waliokuwepo siku hiyo ya tukio hilo, tulipokuwa tumemaliza Mheshimiwa Tulia Ackson. Siku hiyo walikuwepo wanachama 1800. Wachache hao.
Wachache? Kwa mfano wanachama 1800, lakini kulikuwa na majengo tulikuwa tunakwenda kuzindua majengo ambayo wamejenga wao ya umoja wao. Kulikuwa na shughuli mbalimbali za kijamii ambazo wamefanya. Sasa alikuwepo leo mzee Masote, ningepa nafasi aweze kueleza vizuri zaidi. Wao wanaenda kufika mpaka wapi mpaka hapa tulipofikia leo. Tutoke kwenye malengo ya kulenga mwanachama afe atumuombezi ndio, lakini kufa sio. Lakini tutoke pale kwenye kuangalia mtu kufiwa wakati wa matatizo, lakini tuangalie bila matatizo sisi ndio tukasaidianaje sisi kwa sisi. Au makosa? Kwa sababu mwisho wa siku maisha haya ili yaende ni uchumi. Maisha ni nini? Maisha ni uchumi. Wala si kitu kingine atakukuta, lakini kwanza ziwepo hapa. Sasa walifanyaje mpaka kufika hapo? Hiyo ndio hoja iliyoko mbele yetu sasa. Baba, tuangalie wenzetu walifikaje hapo. Nataka ifike mahala wale wa 100 mliosema waliodondoka huko katikati wafike mahala siku hiyo wajutie maamuzi yao waliyofanya. Wajutie maamuzi yao waliyofanya ya kujitoa kwenye kikundi hiki. Ifike mahala kikundi hiki pia kikue, badala ya wanachama 400 tuwe na wanachama wengi, tujenge uwezo, tujengane hata sisi wenyewe kwa wenyewe kiuchumi. Ndipo hapo na sisi tutakapofika mahala pa kutoa, hata cha kutoa tunacho, si ndio? Kama tujengane kiuchumi na cha kutoa tutakuwa hatuna, hata cha kuwapa wengine kama tulifanya leo, kuna siku tutakosa. Lakini tukijenga uwezo wa kiuchumi wa mtu mmoja mmoja, tukajenga uwezo wa kiuchumi wa kikundi kizima, hivi nawaambieni kweli, kikundi hiki kitakuwa kikundi cha mfano wa pili kwangu mimi. Maka cha mfano wa kwanza tayari nacho, hiki hiyo kikundi cha mfano wa pili kwangu mimi, lakini kwa wengine kitakuwa kikundi cha mfano wa kwanza wa kuiga. Inawezekana? 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 Haiwezekani? Mungu anasema hawezi kuwashushia adhabu, laana watu ambao kwenye jamii hiyo wako viongozi waadilifu. Wengine katika jamii hiyo hiyo waliosoma kwenye vitabu, watu ambao wanapopata kile wanachokipata huwasaidia wale ambao wanahitaji kutoka katika kile wanachokipata wao. Wakipatikana watu wa namna hiyo ndani ya jamii yoyote hiyo, jamii hiyo inakuwa imejiwekea kinga. Mungu hawezi kuiadhibu jamii namna hiyo. Na haya maneno sio kwa jambo kwenye kitabu takatifu. Mungu hawezi kuiadhibu jamii ya namna hiyo. Kwenye jamii huo mtu mwingine ambaye akipatikana, mjue yote mko salama, ni yule ambaye hana uwezo, lakini anapopewa anashukuru sana kwa kile anachopewa, anachostahili. Huwa ni mtu mwenye moyo wa kushukuru. Wakitimia hao watu ndani ya jamii hiyo, jamii ni kama imejiwekea kinga. Mungu hawezi, anasema kwenye vitabu vyake vitakatifu, watu wa namna hiyo wako salama kwenye Yesu. Sasa nikiangalia mama zangu na baba zangu pale walivyokuwa wanashukuru, kushukuru kwa stahili. Mimi nilikuwa naomba pale, lakini
msifanye, msidhani kwamba mmefanya kazi ya hivi hivi tu. Hii ni ibada, hii ni ibada. Si kila mtu anatoa, lakini mmetekeleza maandiko matakatifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi chetu cha stendi mpya kinapatikana Chunya mjini katika kata ya Itewe, kijiji cha Tundilili, na makao makuu ya kikundi chetu ni Umalisike Hoteli, ambapo tunafanyia mikutano yetu yote ya kikundi kulingana na utaratibu tuliojiwekea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi chetu kilianzishwa rasmi mwezi Mei mwaka 2025 na hadi sasa kimetimiza mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwake, ambapo kikundi chetu kinaundwa na wanachama ambao ni Watanzania na wakazi wa Chunya pamoja na maeneo mengine ya nje ya Chunya. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la kikundi chetu ni kushirikiana na kufarijiana wakati wa matatizo ya misiba inayowakumba wanachama, ambapo wanachama huchangiwa kiasi cha fedha kisichopungua shilingi milioni 1.5 ili kuweza kupunguza makali ya misiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi chetu kilianza na wanachama wapatao 500 ambapo mpaka sasa tuko wanachama 400, lakini pamoja na kupungua kwa idadi hiyo ya wanachama bado kikundi chetu kipo imara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi chetu cha stendi mpya tulianza na kiasi cha shilingi milioni 5 na sasa tuna shilingi milioni 40. Kiasi hiki kimefikia hapo kutokana na ada na michango mbalimbali inayotolewa na wanachama kulingana na utaratibu tuliojiwekea wenyewe. Kikundi chetu cha stendi mpya tuna malengo yafuatayo: namba 1, kununua ardhi ya kujenga ofisi yetu ya kudumu sanjari na kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi. Namba 2, kununua tenti 10 zenye thamani ya shilingi milioni 17. Namba 3, kununua viti vya plastiki vyenye thamani ya shilingi milioni 10.5. Namba 4, kununua vifaa vya muziki kwa ajili ya kukodisha vyenye thamani ya shilingi milioni 15. Hivyo vyote ni kwa lengo la kuboresha kipato ndani ya kikundi chetu. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio kadhaa tuliyoainisha hapo juu, tumekuwa tukikabiliana na changamoto kadhaa, ikiwemo changamoto ya usafiri pindi wanachama wenzetu anapopatwa na msiba, hususan misiba ya mbali, ambapo hutulazimisha kukodisha gari kwa gharama kubwa. Pia wanachama wamepungua kutoka idadi tuliyoanza nayo ya wanachama 500 mpaka wanachama 400 kutokana na sababu mbalimbali kama vile baadhi yao kushindwa kuendana na utaratibu tuliojiwekea, wengine kutokana na hali zao za kiuchumi. Nilikuwa nikifuatilia risala ambayo imekabidhiwa kwa mgeni rasmi hapa kwamba kuna wahitaji, kuna kama shilingi milioni 1.5 ndio wanakwenda kuwakabidhi wale wahitaji. Lakini pia kwa natenda na mwenyekiti hapa ameniambia wale wahitaji kwa siku ya leo waliojitokeza wapo, idadi yao ni 10. Nini nataka kusema? Kampuni ya Umalisite Hoteli inaona ni vema iungane na stendi mpya kwa wale wenye mahitaji maalum kwa kiasi, kwa hawa idadi ya watu 10. Manake pia anapokabidhi ile milioni 1.5 mgeni rasmi atakabidhi pia milioni 1 kutoka kwenye kampuni ya Umalisite Hoteli. Tafsiri yake kila mhitaji aliyefika leo kwa hao 10 manake ni 100,000 atakwenda kupewa. Moja mwezi wa 3 mwaka huu tulimteua ndugu yetu Naibu Omari Simanzi kuwa mshauri wetu katika kikundi chetu. Naomba utambue.
Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa mbele yako ni wanachama wa kikundi cha Stendi Mpya. Naomba ndugu zangu wote tusimame tumpungie mkono mgeni rasmi. Tulioko mbele yenu, mimi ni kwa niaba ya viongozi, lakini ni katibu wa idara ya udiakonia ambayo inatambulika kikanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, lakini mama niliongozana naye ni makamu mwenyekiti wa idara hii. Idara hii inahusika na kuwalea watoto yatima, wajane, wagane na wote wanaishi katika mazingira magumu. Tukushukuru kwa wilaya kwa kuja kutupa kampani, lakini pia viongozi tuwashukuru kwa msaada wenu. Tunaamini Mwenyezi Mungu atawabariki. Si kwamba mmetoa mnacho, lakini tunaamini mmetoa tu sehemu, ila Mungu atawabariki. Asante. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba nizungumze mambo mawili machache kwa kutokupoteza muda. Kwa niaba ya viongozi ambao wameniagiza nizungumze mambo mawili machache. Jambo la kwanza ni kwamba huduma leo imetembea kwa watu wazima wenye umri mkubwa, lakini haijakomea hapa. Kupitia idara yetu tumefanikiwa kuwatembelea watoto wa shule za msingi, ikiwemo shule ya msingi Kibaoni watoto 130 wenye uhitaji maalum, ambao kila mtoto mmoja aligharimu fedha za Kitanzania shilingi 20,000 kwa idadi yao. Lakini pia tulitembelea shule ya msingi Chunya mjini ambao tulipata watoto 102 wenye uhitaji maalum, kila mmoja tulipa mahitaji yasiyopungua shilingi 20,000. Idara yetu ndani ya Chunya mjini hapa tuna idadi ya watoto wasiopungua 300 na watu wazima wenye uhitaji watu 180. Asante. Nashukuru. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.